na sisi Pacome na Kigi Makasi. Kigi Makasi mpaka nimekuja kuambiwa Pacome vizuri. Na huyu Pacome na Kigi wanaondoka na Kigi. Ondoka na Kigi kaka. Au Mwamba Ngoma vutia kwake. Mimi naondoka na Kigi Makasi. Brother, atakuwepo kesho. Maji ya jioni haya. Maji ya jioni mimi siyajioni. Kwa maji ya jioni. Mimi siyajioni. Maji ya moto. Na kwa ya moto? Haizi kuoga maji ya baridi anakuambia. Bwana. Basi. Yule maji yote anapiga kaka. Yule pale mimi mpaka ni muuliza. Wewe ni Kigi Makasi ama nani? Kwa sababu nasikia ulishakucheza Simba, ulicheza wapi? Mbona kama wewe ana 17 kaka? Mbona hii ana 17 hujaitwa? Analizi yetu yako vizuri na yapo kamili kabisa kwa asilimia 99, tukibakia hiyo moja ambayo tutegemea kesho panapo uhai tuweze kuhakikisha kwamba tunakwenda kumtoa timu ya Hatucheze FC, kwa sababu maandalizi yetu ni mazuri, lakini pia tumejiandaa vizuri na hakika tutakwenda kuwashangaza watu wa Dar es Salaam. Timu kutoka kanda ya Ziwa inafuzu kwenye hatua ya kwenda hatua ya nusu finali. Yaani saa hizi Rama tayari mshabatiza Hatucheze FC kabisa, si ndio wao mpaka tisheti mtengeneza Hatucheze ama sio hivyo kaka? Hawacheze na nyinyi, hawacheze na Simba. Mimi sasa hilo sijui, inaonekana kama mtu akija tu na gari lake kufanya mazoezi wanahisia unakuja na kitu fulani mpaka anakata kutokucheza, kwa sababu sie timu ya kanda ya Ziwa. Kwa hiyo huenda kwa na wasiwasi tutakuja na mbuzi, sijui ma vijogoo, mara tutakuja na nani na ng'ombe. Sasa tuweze kufanya vitu kama hivyo. Sisi tunakuja tukiwa full kabisa, wala wasio na wasiwasi, kwa sababu sisi ni timu ya kanda ya Ziwa na jinsi ambavyo kwa umeona hapo kimya kimya, sisi tunataka ukimya uendelee, kwa sababu haona cha kuongea mbele yetu na watu wache tumeze shughuli yetu. Kilichotuleta hapa ni kuhakikisha kwamba timu yetu inaweza kufuzu kwenye hatua ya nusu finali. Kuna dalili zozote labda na nyeza kugomewa kufanya mazoezi mpaka hivi sasa? Dalili hakuna, kwa sababu muda tumepewa jioni. Kwa hivyo ngoja tuone itakuwaje, lakini sisi sidhani kama tutakuwa na sawa, sababu tumewashatoa hofu tena kwamba sisi hatutakuja na chochote sisi. Yaani sisi tunajiamini jinsi ambavyo kikosi chetu kilivyo. Yaani sisi hatuwezi kuja na kile ambacho walawazuia wapinzani wao hapo nyuma kwamba walisikia sauti za mbuzi. Lakini sisi ni wafugaji, lakini tumekuja wenyewe. Wasukuma wanapenda kufuga ng'ombe. Leo mnakuja na nini? Sisi tumekuja wenyewe. Sisi bwana, japokuwa tunafuga wanyama lakini hatutakuja na chochote. Na maana nakwambia sisi tumekuja kisha kwamba huyu ambaye watu wanampa sifa sana, huyu ambaye anaonekana kwamba ni timu kubwa sana, timu kubwa kwa sababu ya zile karatasi zinambeba sana, lakini tunapokuja uwanjani wao tunakuwa level moja. Kumbuka ya mashindano kaka, tulikuwa karibia watu 64, lakini tumebaki timu 8 tu. Sasa timu 8 sisi kama stand tumo ndani. Kwa hivyo wasichukulie poa, lakini pia sisi hatuwezi kuja kinyonge. Tutawaheshimu kama ni timu kubwa, tutawaheshimu kwamba ni wametuzidi stage, sababu wako ligi kuu, sisi daraja la kwanza, lakini hiyo itakuwa tu kwenye makaratasi ama kwenye muonekano kwamba sisi daraja la kwanza, wao ni ligi kuu. Lakini tunapofika sisi uwanjani, hilo swala linakuwa tumelifuta kabisa. Wote tunakwenda kupambania kwenda kwenye hatua ya nusu finali, na sisi mtazamo wetu na ambavyo tumejiandaa sisi Hatucheze FC, kesho shughuli yao imeishia hapo, wajipange michuano mingine. Tunaona wao wakitamba na Prince Dube, Stefan Aziki, Pacome Zouzoua. Kipi kinakupa kiburi kuona kwamba squad hii ya Dar es Salaam Young African unakwenda kusimamisha kesho kwa muziki wa Stand United? Aina gani ya player ambao wanakwenda kubato na wachezaji? Bwana, kwanza hayo ni majina tu mwenyewe huwa nayasikia sina nani sina, hao ni majina tu ambayo yapo, ila sisi kaka mimi kwanza hao kina Prince ambao mnawasema kina nani kuja kina Prince kuja kunani defense yangu watapata tabu sana, kwa sababu mimi na mabeki wako pale nyuma. Kwanza kuna mtu anaitwa Jeremia Mayombe kaka, huyu wanamuita Alpaslan Bey. Wewe fikiria, afu nyuma sabaki mwenzake pale hapo tunawekea Bablas Chitembe. Huyu ni kapteni wetu, amecheza Mbeya City na timu kwa ligi kuu, na jinsi gani ambavyo yupo huyu namuita Osman Bey. Kwa hivyo pale nyuma tumeweka ukuta fulani hivi kutoka Uturuki, Osman Bey pamoja na Alpaslan. Kwa hivyo kina Prince siku ya kesho itakuwa ni ngumu kwanza kupita, lakini hawa ambao mnawasema ziki na Pacome zile mimi naona kama as bleach tu, kwamba ni kama bleach tu, kwa sababu wewe una Kigi Makasi maji ya jioni. Maji ya jioni kaka, mimi naendelea kuwauliza kaka,
Toni Kroos na Bruno Fernandes, unaondoka na nani kwenye kiungo? Tunaweza kwa mara pili tena. Unaondoka na nani kaka? Toni Kroos na Bruno Fernandes. Kwa sasa. Yaani wewe achana hii kwa sasa. Wewe uko mpaka sasa hivi. Japo ka staff. Wewe unavuna Toni Kroos na Bruno Fernandes, nani mkali? Toni Kroos. Basi. Na sisi Pacome na Kigi Makasi. Kigi Makasi mpaka nimekuja kuambiwa Pacome vizuri. Na huyu Pacome na Kigi, wewe unaondoka na Kigi. Ondoka na Kigi kaka. Au mwamba ngoma vutia kwake. Mimi naondoka na Kigi Makasi. Brother, atakuwepo kesho. Maji ya jioni haya. Haya maji ya jioni mimi siyajui. Na kwa maji ya jioni? Mimi siyajui maji ya moto. Na kwa ya moto? Haizi kuoga maji ya baridi anakuambia. Bwana. Basi. Yule maji yote anapiga kaka. Yule pale mimi mpaka nimuuliza. Wewe ni Kigi Makasi ama nani? Kwa sababu nasikia ulishakucheza Simba, ulicheza wapi? Mbona kama wewe ana 17 kaka? Mbona hii ana 17 hujaitwa? Inapaswa uitwe kaka kwa sababu anavyoonyesha ule mpira na anapiga pasi kaka mpaka nasema brother, hapa stendi ni basi tunataka tupandisha, lakini hii level sasa kukaa hapa jinsi gani ambavyo yupo. Lakini hapo katikati hapo kaka kuna mambo ya Rajabu Asumani. Jina si geni hili bila shaka. Alikuwa Singida Black Star, alikuwa yule mwamba kaka. Sidhani kama au wengine wasaki na muda kesho wataweza kutembea kaka. Duke Abuya, Mudathiri ya basi katikati panachafuka kesho. Bwana achana nao na namba stango anaitwa Ramadhani. Bwana wakipiga combination ya hao ma midfielders pale kesho utapigwa mpira mkubwa sana kwa sababu sisi kuna wakati huwa zinapigwa pasi kutokea nyuma mpaka unafika golini, yani mpaka unaona hii timu huku tumekuja tu huku championship huku ni swala muda tu. Maana nakwambia timu ya Hatucheze FC siku ya kesho si tunaomba kabisa mashabiki zao wasizine matokeo kwa sababu huenda nimesikia hapa uwanja wa KMC Mwenge hospitali ya karibu ni Aga Khan zote ziko karibu pale. Kanda ile Aga Khan sio mbali. Ndo ziko pale. Kwa kesho huenda labda kukawa na wagonjwa wengi baada ya mpira kuisha dakika 90 na wagonjwa kwa sababu watakuja wao wakiwa wanajua sasa kutufunga. Kaka wamecheza na Songea kama unakumbuka. Songea kuna goli moja nimeona kwenye ilikuwa mpira umeshatoka ukarudi ndani wakarudisha wakapata bao sivyo? Wameshinda bao 2 lakini Songea wasumbua sana. Na sisi hiyo Songea huku kwetu sisi ni mtu wa 7. Na hapa tumetoka sasa kumpiga kwake huyo Songea. Sisi tuko nafasi ya 3 kaka. Mara ya mwisho sisi hapa 3-3. Hat-trick ya kwanza. Sijajua kama kuna mchezaji ambaye nadhani ni Sopo na ushafunga hat-trick sivyo? Pia sisi stendi tushampiga hat-trick tena kwa Mkapa. Pale tunaenda tunapiga hat-trick moja 3-3 stendi na Hatucheze FC. Kwa hivyo tunaona jinsi gani ambavyo hata wao hawapasi hata kidogo kukaa na amani. Sisi kuwepo hapa Dar es Salaam inawafaa wakose amani kabisa kwamba stendi tena naambia stendi tena tumekuja katika mji wenu na tunawaondolea hapa kwenu sisi nusu finali. Bwana, ni bonus ya kiasi gani mmewekea timu ya Stand United kuhakikisha kwamba siku ya kesho wanaondoka na ushindi? Tunajua bonus muhimu sana bonus. Mmewekea bonus ya kiasi gani? Bwana sisi au wenyewe kwa sababu wafugaji ni ng'ombe tu. Sasa sisi bonus zetu sisi sasa hivi tuziweki hadharani, lakini ngoja kesho uone jinsi kwa sababu ni bonus weka hadharani. Unajua mbona mbona katia B2 pale timu ikichukua kikombe kwenye nani acha tie. Sasa sisi sisi tuko pamoja na Jambo. Sasa Jambo wewe kasema tulia tuko na tajiri kasema tulia, na ambavyo nakwambia mkuu wetu wa wilaya huo tunatembea naye kile tunapokwenda amesema nitakuwepo pale na huwa na bonus zake. Tuna mhandisi James Jumbe yuko Shinyanga pale, ana hatari kaka, naye amekwambia doze malizeni mchezo hapa kaka, utajua sisi ni watu namna gani. Wewe kuna nakupa kitu, hakuna watu kaka ni matajiri, watu wajawafuatilia tu kama wafugaji. Wafugaji matajiri. Ndio nakwambia Shinyanga pale sisi ndo wafugaji wenyewe. Huko nyama mnaisikia tu. Siku ule ndo mara pale. Sisi tunakula nyama mpaka tunasema leo kwa nini tusipate kidogo msoso wa swala, kwa sababu sisi ni nyama kwa sababu ndo watu wenye kipato kikubwa. Na ndio maana nakwambia kwamba ili bonus ambayo unataka ulisikie utakuja kulisikia
pale ambapo utakwenda kumchakaza ama kumkanda na kumtoa kabisa timu hii ya hatuchezi. Na labda nikwambie sisi wana kipigo kile cha KKD, yani kipigo cha kausha damu. KK bwana, labda nakwambia kipigo chao ni KKD. Kipigo cha kausha damu. Hiyo kipigo mtu anakufaje? Waulize kina mama kwanza kwa masuala ya kausha damu. Watakwambia inakuwa gani. Sasa sisi hiki inaona tofauti kidogo. Inakuwa kina kipigo hicho kwa upande mwingine unapiga upande wa kulia, unapiga kama vile upande huu nusu unapigwa ile jinsi wa mama wanavyokuaga unasikile unapokuja kuna nini. Alafu upande huu sasa tunakausha kama dagaa kamba. Unajua kuna misimu dagaa kamba huko umekauka. Sasa tu hiyo kama dagaa kamba unapata stroke sababu ushasikia unakaushwa ukaushwa damu, na baada bila damu sidhani kama kuna nani tena hapo. Kwa hivyo kipigo cha kausha damu siku ya kesho kinakwenda kumkuta timu ya hatucheza. Unajua kutana nacho kesho. Kesho sasa utakiona kipigo ambacho kitakwenda kuwakuta.